Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wapendwa na wapenzi wa Khalifa Sheikh Swaleh Makarama. Leo ni siku nyingine ambayo kwayo tunamshukuru Allah tabaraka wa taala kwa kukutana tena, na leo tunataka tuende tukamzungumzie Shamsa au binti Matar Shamsi au Shamsia. Wengine walimfananisha na jua na mwezi kwa namna ambavyo sifa zake zilivyo. Ni binti ambaye alikuwa atakachokishika kinakwenda, ukimweka mahala jambo hilo la kwako litakuwa. Ni binti ambaye alikuwa ni mwangaza katika familia. Ni binti ambaye alipewa majina mazuri licha ya uzuri wake na upole na unyenyekevu wa uso wake, lakini na mvuto wa ajabu uliokuwa ukiwavutia mpaka familia. Akiwa katika ardhi ya Zanzibar, ghafla alipokea simu kuitwa katika ardhi ya Dar es Salaam kuja kumsikia. Nani alimpigia? Ni baba yake mzazi. Baba yake anampigia Shamsa simu atoke kule alipokuwa akifanya kazi katika ardhi ya Zanzibar, arejee katika ardhi ya Dar es Salaam, kwa sababu huko aliko hawajui mtoto wao anaishije, anafanyaje. Lakini pia Shamsa katika historia yake alikuwa ni mtu ambaye anawanufaisha watu wengine kwa kutumia kipawa chake, nuru yake na nguvu yake. Hivyo baba yake baada ya kuona kwamba amejitosheleza na kila kitu, kwa nini mtoto wake ahangaike, na ni mtu maarufu sana baba yake katika ardhi hii, alimwamuru Shamsa atoke atokako arejee katika ardhi ya Dar es Salaam. Shamsa alijua ya kwamba imeandikwa katika Qur'ani ya kwamba man asha khadiman ta'ta kadami ummihi au abihi asha sayyida fawqa ruusi qaumi. Hii ni kaida, sio aya, sio Qur'an, ni kaida kwamba yoyote atakaishi aliyakuwa ni mtumwa chini ya baba yake au mama yake ataishi aliyakuwa ni mtukufu kwa watu waliomzunguka. Lakini Shamsa akajua ya kwamba waqadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imeandikwa na imefaradhishwa ya kwamba hapana kuabudiwa kwa haki isipokuwa ni Allah, wa bil walidaini ihsana, na wazazi wawili kuwafanyia ihsani. Shamsa hakuwa na ajizi, alitoka huko akafika katika ardhi ya Dar es Salaam. Baada ya kufika katika ardhi ya Dar es Salaam ametii amri ya baba yake, licha ya kuwa kula alikuwa anapata vijishingi 2-3, lakini kampuni na makampuni zilifaidika. Lakini alifika Dar es Salaam akakaa kwa muda bila kazi yoyote, lakini alivumilia na akaendelea kumtii baba yake. Hata siku moja simu ilipigwa kutoka katika ardhi ya Arusha kuingia katika ardhi ya Dar es Salaam, hasa kwa baba yake. Baba mtu anapokea simu, anazungumza, kisha anamuita Shamsa, anamwambia Shamsa, dada yako amepiga simu. Anasema wewe umesomea mambo ya tour guide, mambo ya kuzunguka na watalii na mfano wa vitu wa hivyo. Dada yako ameomba kwamba uende Arusha, shemeji yako anaweza kukutafutia kazi ukafanya. Hii wazazi tutaridhika kwamba uko sehemu maalum na uko sehemu salama, na ukafanya kwa ajili ya kwako wewe, usifanye kwa ajili ya watu wengine. Shamsa na huyu dada yake ni dada ambao wamechangia baba mmoja mama mbalimbali. Lakini huyu dada yake, mama yake ndo aliyekuwa wa kwanza kuolewa na baba yake Shamsa, kiasi ambacho baada ya maisha yao waliikhtarafiana, kila mmoja akaelekea upande wake. Na huyu dada yake na Shamsa, yeye alikuwa si Muislamu, alikuwa ni Mkristo kwa sababu mama yake alikuwa ni Mkristo. Waliishi pamoja wakiwa dini tofauti tofauti. Lakini baada ya kuwa wameachana, ndipo ambapo mzee huyu baba yake Shamsa au binti Matar Shamsi maarufu au Shamsia, yeye alioa mwanamke wa dini yake, yaani dini ya Kiislamu, ndio akawapata hawa kina Shamsa na wengineo. Kwa huyu na huyu wamechangia baba mmoja, lakini mama mbalimbali. Amepiga simu anamtaka Shamsa ashuke katika ardhi ya Arusha ili aende kujitafutia ajira yake, maisha yake, atakaomnufaisha kile kipawa na nguvu alichonacho kisiwafae tu wengine, kikamfae na yeye mwenyewe. Shamsa kama Shamsa alifungishiwa safari na kuondoka mpaka kufika katika ardhi ya Arusha. Lakini alipofika pale, dada mtu alikuwa aishi pale Arusha kwa muda mrefu. Alikuwa na nyumba yake nzuri ya kifahari, lakini mume wake alikuwa ni miongoni mwa watu mwenye kampuni kubwa, anajulikana katika ardhi ya Arusha, lakini alikuwa akifanya kazi katika ardhi ya Manyara, Babati. Hivyo ikawa inapelekea dada yake Shamsa muda mwingine anaondoka, anakwenda kwa mumewe, atakaa wiki 2 na mfano wa vitu mfano wa hivyo. Lakini dada huyu yeye na mume wake walikuwa na katoto kadogo, wakawa wamepata fursa pia Shamsa kukaa walau na yule mtoto wao, kwa sababu binti aliyekuwa akiwasaidia kazi alikuwa amepata dharura ya kwenda kwao. Hivyo Shamsa alipofika pale akapokea majukumu, licha ya kwamba anasubiria kazi, lakini kuna mtoto pale wa dada yake anatakiwa amlee, ambaye kijana huyo au mtoto huyo alikuwa na takriban miaka kama 4 kama sio 5 kushuka chini. Lakini cha ajabu kilichotokea, Shamsa dada yake anapokuwa kasafiri akilala na yule mtoto usiku wa manane, alikuwa akimuona yule mtoto akiweweseka. Ajabu ya Rahmani. Je, mtoto wako anaweweseka?
Je, wewe mtoto wako halali? Una mtoto anaelia sana usingizini? Basi hizi dawa ni mujarrabu, ni muaddabu sana. Hii ya kupaka unampaka, hii hapa ya kunywa yeye anatumia kukoga, lakini hii hapa ya kujifukiza unatumia kujifukiza, au pia anaweza katumia kukoga. Yeye mtoto mdogo anakuwa hanywi. Pale utakapomfukiza basi siku hiyo hiyo kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala kuwezeka kutakata na atakuwa salama. Lakini matamshi yaliyokuwa yakitamkwa na mtoto wa dada yake pale anapokuwa amelala, anapoweseka, anakuwa anapiga kelele juu ya jogoo aliyokuwa akifugwa katika nyumba waliokuwa wakiishi kina Shamsa. Shamsa huyu, nyumba hii ya dada yake haikuwa ni nyumba peke yake, ni nyumba ambayo ilikuwa imezungushiwa ukuta mkubwa sana, na mule ndani kulikuwa kuna nyumba zaidi ya 3 au 4. Kule kuna wapangaji wengine wameishi kwa furaha, lakini hiyo hali ikamfanya Shamsa amuone mtoto huyu kwamba kila siku anavyoweseka hofu inamjaa. Ndipo alipogundua kwamba mara nyingi Shamsa yule mtoto wa dada yake anapokutana na yule kuku huwa anakung'uta yale manyoya yake, anafanya kama kuruka. Unajua zile tena makuku mengine majeuli, kuna makuku mengine linaweza likakufuata mpaka likakukimbiza. Sasa yule mtoto akawa anaogofya, anapata hofu kiasi ambacho akilala usiku yale matisho aliyokuwa akiyapata kwa yule kuku usiku yanajirejea kwenye ndoto, anaanza kuweweseka. Mwisho wa siku ikampelekea yule yule mtoto kupata homa kali, homa ambayo ilimfanya mama yake atoke katika ardhi ya Babati aje haraka katika ardhi ya Arusha. Alipofika Arusha akamuuliza huyu mtoto anaumwa nini, maana hospitali zote wanafika wanamwambia hatuna tatizo hapa, yuko sawa sawa mtoto. Ndipo ambapo Shamsa alipomweleza dada yake matukio yanayotokea mtoto anapolala usiku. Dada yake akataka kujidhihirisha ili ajue hayo yanayozungumzwa ni kweli. Akamchukua mtoto wake siku hiyo, akawa amelala naye yeye na mume wake usiku. Mida ile, masaa yale, likatokea jambo kama lile lile, kiasi ambacho dada mtu akaamka asubuhi, kaghadhibika, kakasirika, akamfuata yule jirani yake akamwambia, bana nakuomba tafadhali, ikiwezekana naomba ujogo wako umchinje kwa sababu ananitesea mwanangu leo anaumwa kwa sababu ya matisho kutoka kwa huyu kuku wako. Yule bana akasema, mimi kuku simchinji kwa sababu mdogo wako Shamsa amenitangazia kwa fulani kwamba mimi ni mchawi na mtumia jogoo huyu kumroga mtoto wako. Vita ilikuwa kubwa, tafrani, maneno. Shamsa lile jambo na sio muongeaji, yeye akasema, mimi nachoomba aletwe huyo aliyokuambia hayo maneno, awekwe hapa mbele athibitishe. Lakini akafumbwa pale. Mwisho wa siku ikaonekana jogo yule achinjwe kuondoa udhia, na mtoto alirudi akalikava, kwa sababu tayari kumekwisha kutengenezeka uadui. Na yule mfanyakazi huko alikuwa amekwenda dharura ya nyumbani kwao tayari amesharejea. Ndipo ambapo huyu shemeji mtu akamtafutia kibarua huyu mtoto au mdogo wake mdogo wa shemeji yake ambaye anaitwa Shamsa, ili aende akafanye huko, akafanye kazi kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala, ajipatie kipato, lakini na kuondosha mavurugu ya pale nyumbani. Kifuatilie kisa hiki, ni mujarrabu sana, ni muaddabu sana, kitakufaa katika maisha yako. Ni jinsi gani unaweza ukatolewa wewe katika haya maisha. Mtu anaweza akatumia nyota yako, lakini mwisho wa siku anaweza akaja akakuondoa katika ulimwengu kwa sababu tu ile aitumie nyota yako vizuri. Yani kufa kwako kukutoa kafara, yeye inakuwa ni vizuri. Na ndio maana watazame hata wachawi huwa hawawatoi watu wa kawaida, wanawatoa wale wenye kuuma, wale wenye genius, wale wenye vipato, wale wenye power. Mtoto wake wa kumzaa anaweza akamtoa. Shamsa akatafutiwa kazi akenda. Alipokwenda kule Shamsa kama kawaida yake, kismati hakijifichi, upendo, furaha, mapenzi. Alipata baba, akapata mama, akapata dada, akapata kaka. Ikafikia mahala mshahara wake tu ukawa ni wa kuhifadhi, basi mambo yake mengi yakawa yanaenda, kiasi ambacho mpaka shemeji yake au dada mtu anapokwenda kumtazama ili watia mashaka na kuanza kuhisi, huyu kijana, huyu binti huyu kaishaanza suala la wanamume. Mbona kila kitu anacho, kila kinachohitajia kingine kinazidi hata ukubwa wa mshahara wake, lakini yeye anakuwa nacho kitu hicho. Jambo hilo likawa limestaajabisha sana, kiasi
kiasi ambacho mpaka dada yake kumuuliza, na binti akathibitisha na kuwapa miungu yote kwamba yeye hajashiriki wala kuanza mambo ya kihuni, isipokuwa ni mapenzi na upendo wa watu waliokuwa wamemzunguka. Jamani, kama umepewa kismati na mambo yanakwenda, kipindi ambacho mambo yanakwenda, una mali zako na biashara zako, mambo yako yanakwenda vizuri, njoo tufanye dua kiasi ambacho dua hiyo yote atakayekuja ana nia ya kukuharibia mambo yako, shughuli zako ziharibike, basi akutane na pigo ambalo hajawahi kulipata katika ulimwengu wake, ikibidi afe mkutane akhera kuliko kukuharibia maisha. Kwa sababu kuna mtu akikuharibia mifumo yako ya riziki, itafikia mahala wewe unaumwa unashindwa kujitibu, huna fedha. Mtoto wako anaumwa, huna uwezo wa kumtibu kwa sababu huna fedha. Na kuna muda mwingine unaweza ukafa kibudu kwa sababu kumbe uwezo ulikuwa nalo, kuna lijitu tu limeshirikilia hazina yako. Inna shaitana yu'idukumul faqra, hakika shaitani amewahidini ufakiri. Minal jinnati wan nas, na mashaitani ni katika watu na ni katika watu na majini. Hawa ndio mashaitani. Ndugu zangu, ukiona hali hiyo, dawa hii ya kunywa ambayo inakwenda kuondoa kwa wale ambao wana maradhi ya wasiwasi, kwa wale ambao wana maradhi ya kukosa ada zao vizuri. Mtu utajikuta miezi mitatu hajaingia ada, miezi minne kama anakuwa mtoto wa kiume. Utamkuta mtu akiingia kwenye ada, kuna mwingine mwezi mzima mfululizo. Utamkuta kuna mwingine hisia ya tendo la ndoa baina yake yeye na mume wake hakuna. Ni chukizo sana mume wake au mke wake anapokuwa mbele yake, lakini ni furaha sana na mawazo mengi na kumisi pale anapokuwa mbali naye. Hii ni dawa, ni mujarrabu sana, muaddabu sana. Inapoingia katika kiwiliwili chako, inakwenda kuondosha kile ambacho kinachozunguka na kutashakari katika kiwiliwili chako, kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyosema, inna shaitana yu'idu, anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, inna shaitana yajri min ibni adama majra dami fi lahmi, hakika shaitani anatashakari katika kiwiliwili chako kupitia mishipa ya damu, kiasi ambacho anaweza akafunga baadhi ya mambo. Lakini dawa hii unaweza kuitumia, hii ni ya mafuta, hii ni ya kunywa, hii ni ya kupaka asubuhi na jioni unapaka, au kwa wale watakaoona asubuhi kwamba itakuwa ni ngumu, basi jioni unapaka, kwa sababu kuna uchawi wa aina mbili, kharijia na dakhiria. Kharijia ni uchawi hatari ambao uko nje, ambao watu wengi wameshindwa kutibu uchawi, kwa sababu unakwenda unakuvamia, unakupa maradhi, unakaa mbele, unatumia dawa kama unakunywa maji. Hii dawa unapokuwa unajipaka, utakapokuwa umefika ule uchawi, basi ndipo umefika na habari zake zinakuwa zimekwisha. Lakini kuna dawa ambayo hii ni kwa ajili ya kufukiza, unajifukiza kama vile unajipiga sauna kwa maelekezo tutakayokupa. Nyingine utakuwa unatumia kukoga, na kama mwanao anaweweseka na vitu mfano wa hivyo inasaidia. Lakini hii ya kunywa kwa wale ambao hawana kuwa ya tendo, kuna mtu anaweza kujikuta anafanya safari yake, anatoka hapa anakwenda Arusha, basi yeye kila siku safari yake inaishia Mkata, haiendi gari hiyo, na ikitokea imetokea bahati nataka kuwaka, imetengenezwa na fundi, basi isukumwe. Ikisukumwa ikianza kuonyesha dalili ya kuwaka tu, dereva anamwambia abiria dandia. Abiria akichelewa kudandia, gari inazima. Yani na maana awake iwakie njiani, yani iwakie tayari abiria. Sasa abiria na kudandia magari wapi na wapi. Hii dawa ni mujarrabu sana, muaddabu sana, kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala inaleta khiri kubwa. Binti huyu Shamsa akiwa huko, akiwa na kismati cha kupendwa, ghafla akawa ana maradhi. Shamsa asili yake alikuwa na maradhi. Chochote kinachokuwa kizima kina kasoro yake, kinachokuwa na mvuto pia kina sababu zake cha hilo jambo kuwa na mvuto kiasi hicho. Shamsa akawa na maradhi tokea hapo nyuma. Alikuwa na athma, lakini pia vile vile alikuwa na kifua cha pumu, yani alikuwa na athma, na hivyo muda mwingine alikuwa anajikuta kuhema inakuwa ni tabu, tafarani na vitu mfano hivyo. Na hasa kilichomfanya kwamba huyu Shamsa aweze kuugua ni kwa sababu ya maradhi haya ambayo kwa muda mrefu alikuwa imepotea, lakini kitengo chake kilibadilishwa kutoka kwenye tour guide, akabadilishwa akapelekwa katika kitengo chengine, kwa sababu walikuwa kuna mtu wanamtafuta wa kutengeneza jiko la saladi tu, yani kazi yake kutengeneza saladi tu. Kwa shemeji mtu akapendekeza kwa wale mabosi, jamani, kama mnataka mpishi huyu hapa Salma kajaliwa kipaji cha kupika, mpe chochote atakajikoni, atakupikia chakula cha maana. Kuna watu hapa mna neema, mna kuburi ya kupika. Ukifungua kijimgahawa itakuwa ni hoteli, lakini mmeshindwa kufikia hivyo kwa sababu tayari mna viuko, tayari mna vitu vya ajabu, mna ikidi vimekufungeni mbele, hauwezi kutoka licha Allah amekujalia neema ya kushika kitu na kikawa.
Ndugu zangu Waislamu, akapendekeza na hilo ombi likakubaliwa. Kwa Shamsa akawa yuko jikoni, ile hewa ya jikoni na tafrani ya joto la mule jikoni, ile athma ikawa inamshika, anaumwa kiasi ambacho kuna siku alizidiwa mpaka akapelekwa hospitali, kiasi ambacho shemeji mtu na dada mtu walipokuja wakabidi wamchukue Shamsa na kumrudisha kule nyumbani kwao Arusha. Shamsa baada ya kufika Arusha, maisha yaliendelea, akapona. Wakati wanaangalia sehemu nyingine ya kumpeleka tena, Shamsa aliendelea kukaa pale kwa muda. Siku moja miongoni mwa masiku, walikuwa kuna sehemu moja wanakwenda kufata maziwa kwa ajili ya mtoto, lakini kwa ajili ya matumizi yao hapo nyumbani kama kawaida. Shamsa alitoka pamoja na mtoto wake, mtoto wa dada yake Shamsia au Binti Matar Shamsi, alitoka na mtoto wa dada yake. Wakenda mpaka katika nyumba ambayo huwa wanakwenda kuchukua maziwa, na dada yake ndo sehemu yake kubwa ya kwenda kuchukua maziwa sehemu hiyo. Baada ya kufika pale, wakati wanasubiria maziwa yanakamuliwa, kukawa kuna mtu mmoja pembeni. Mtu yule alikuwa akimtazama sana Shamsa, akimtazama na yule mtoto, kiasi ambacho mpaka Shamsa mwenyewe akagundua, kiasi ambacho mpaka mwenyeji wa ile nyumba pia akagundua, hapa kuna jambo haliko sawa. Mbona huyu mgeni wangu anamtazama sana huyu binti aliyekuja, na yeye umri wake ni mtu mzima, kwa nini amtazame kiasi hicho? Basi wiki mfululizo, siku moja yule mgeni akashindwa kuvumilia. Sikio Shamsa amekwenda kuchukua maziwa majira jioni, akakaita kale katoto kadogo, akakatazama, akawa anakashika katika kichwa, anasema maneno, anazungumza maneno. Sasa Shamsa, kwa sababu huyu mwenyeji wao anauza maziwa na dada yake ni marafiki, kiasi ambacho hawezi kuingilia jambo lolote, kukataza wala kukubali kwamba hilo jambo liende au sitaki, kwa sababu hawa ni maswahiba wawili, na anayefanya tukio hilo ni mgeni wa rafiki wa dada yake, ambao ndo hapo wanakwenda kuchukua maziwa. Lakini wakati wanataka kuondoka, wakiwa pamoja na yule mwenyeji, yule mtaalamu au yule mtu au yule mgeni akamsemesha Shamsa, akamwambia, we binti. Shamsa akashtuka, ndani ya wiki nzima anatazamwa, leo nimeitwa kwa kuitwa. Shamsa akasimama, akamgeukia, akamwambia, rabbaika babangu. Akamwambia, wewe una matatizo sana. Cha kwanza, usiku haupati usingizi, lakini cha pili, wewe una matatizo ambayo mnahisi ni ya kihospitali, lakini matatizo hayo si ya kihospitali. Una jambo kubwa na baya katika mwili wako ambao linatakiwa litolewe. Sogea hapa karibu yangu niweze kukusaidia. Yule binti akamwambia, hapana, mimi siwezi kufanya jambo hilo. Akaondoka, akamchukua na yule mtoto, akaondoka. Huyu bwana mkubwa huyu ambaye ni mgeni akazungumza na huyu ambaye ni rafiki wa dada yake na Shamsa, akamueleza matatizo yale. Na kwa sababu walikuwa wakiheshimiana sana na dada yake Shamsa, siku hiyo Shamsa akawa amemwagiza mtu mwingine ndo akafate maziwa, kutokana na zile bugdha, kuambiwa vitu ambavyo hana imani navyo, kusogezwa karibu katika mambo ambayo yeye kwake hayafai. Shamsa akawa amemwagiza kijana akachukua yale maziwa. Baada ya kuona yule mwenyeji kwamba Shamsa hajaja na yeye ndo mkusudiwa, yule anayeuza maziwa akatoka, akamfata Shamsa mpaka nyumbani. Akafika, akamwambia, twende ukasaidiwe. Akamkamata mkono, na yeye kusema akawa hawezi, kwa sababu anaogopa. Yeye na dada yake yule mama wanaheshimiana sana. Shamsa akanyanyuka, akenda mpaka kwa yule mzee. Baada ya kufika kwa yule mzee akamkamata mkono kichwani, akawa anasema maneno yake ya kiruga ambao anayajua yeye na Mungu wake. Shamsa anamtazama, anasema asemavyo. Shamsa anamwangalia, kiasi ambacho yule bwana anamuuliza, unajisikiaje? Anamwambia, mimi niko vizuri. Haujisikii chochote? Anamwambia, mimi sijisikii chochote. Akamwambia, mbona naona kuna nyoka mkubwa sana yupo katika mwili wako, yuko mbele yako, yani hapa mimi namuona, we haujihisi na ninavyomuona anavyotikisika? Shamsa anamwambia, mimi nimetulia sana. Shamsa akawa anamtazama yule bana kwa maajabu, anamtazama, naona huyu kakosa kazi ya kufanya au vipi? Yule bana akamwambia, subiri. Akaingia ndani, akatoa chungu. Kile chungu kilikuwa kina dawa nyeusi ndani. Dawa hiyo ni ya mafuta. Akatoka nayo, akaja akampakaa yule binti anaitwa Shamsa. Shamsa akapoteza fahamu. Dawa hii ni dawa gani? Kwa sisi wenye kujua, aliyepakwa Shamsa ni dawa ambayo inatokana asili yake na uchawi. Miongoni mwa mafuta yanayokamuliwa katika dawa ile ni miongoni mwa mafuta hatari katika maisha ya mwanadamu. Ipo hivi, ulishawahi kusikia msukule?
Ushawahi kusikia sea? Yani maana yake kuna mtu amekufa jirani hapo, namna ambavyo ule msiba unavyokuwa inawapa imani walioko hai kwamba yule hajafa. Lakini pia mazingira ambayo watu wanatembea nayo yanajulisha kabisa kwamba huyu mtu hajafa. Unaweza kuwa unatembea unashangaa unaitwa na marehemu aliyekwisha kufa, na mfano wa mambo hayo. Sasa huyu anapochukuliwa sea wa kiume, akachukuliwa sea wa kike, watu wakalia msiba, wakaziba, wakainua matanga, huyu akaja akatolewa katika maisha sasa ya ulimwengu wa sihiri, ulimwengu wa kiza. Hawa watu wawili huozeshwa kuwa mke na mume. Wakishaozeshwa mke na mume huwa na sio kuozeshwa, wanalazimishwa washiriki tendo. Wakishashiriki tendo, anazaliwa mtoto ambaye baba yake kachukuliwa katika mazingara ya kilimwengu kwa madawa, kupelekwa katika ulimwengu wa kiza usiojulikana kwa madawa. Na huyu mwanamke amechukuliwa katika ulimwengu wa kiza wa kawaida, kupelekwa katika ulimwengu wa kiza usiojulikana kwa madawa. Wanapokuwa wameshiriki tendo wakapata mtoto, ni mtoto aliyetoka natural katika ulimwengu wa kiza, tena ubaba ni madawa au mama ni madawa. Huyu mtoto ndo anachukuliwa, anawekwa katika kinu, anatwangwa, anakaangwa mpaka anakamwa mafuta yake yanawekwa pembeni. Alafu pia katika uchawi kuna renki ya mwisho. Unajua katika vyeo katika ulimwengu kuna mfalme na rais, ndo vyeo vya mwisho. Huyu mtoto huyu ndo cheo cha mwisho. Sasa katika uchawi kuna kitu ambacho kinahitajika kuchanganya na mafuta. Kuna mchawi anakuwa na renki ya mwisho, anaitwa kungwi. Sijajua lugha ya kwenu anaitwaje. So hao makungwi wakunga mabibi harusi, hapana, kungwi kwa lugha ya kwetu, kwa maana ya cheo cha mwisho kabisa katika uchawi. Yule mtu anapofikia kufa, kwanza anaweza akafa afu nyinyi mkajua yupo hai. Yani anakufa afu anainuka, nakufa anainuka, mpaka waje wenyewe wakifanya mambo yao, wakitoka yule mtu ndo anakufa moja kwa moja. Yule mtu anapokufa huwa anachukuliwa naye anakamwa, alafu anakaangwa, anapatikana unga wake. Unga ndo unachanganywa katika haya mafuta. Huu unga una kazi gani nyingine kuliko hii ninayokwenda kuizungumza? Huyu kungwi kifo chake kikoje? Usikose darasa linalokuja. Lakini pia vile vile hawa watu wawili waliopata huyu mtoto wenyewe maisha yao huko yakoje? Usikose darasa linalokuja. Huyu mtoto tushaona mafuta yamekamwa, yanakuwa na nguvu ya ajabu. Yule bana amekuja nao, ameashika katika nini? Katika chungu. Alivyofika Shamsa anatazama, ghafla akapigwa kwa kufunikwa. Alivyofunikwa Shamsa kapoteza fahamu. Anakuja kushtuka, Shamsa amefungwa kamba, ameshikiliwa na wanamume kweli kweli. Shamsa anapata maumivu, anamwambia nifungueni, mmenifunga, mmenikaza sana. Yule jamaa anamwambia toka, anasema mimi jamani ni Shamsa. Yule bana baada ya kujihakikishia kwamba ni Shamsa akamfungua mikono. Sikiliza fitna iliyokuja. Hawa wachawi ni watu wabaya sana. Mashaitani ni vitu vibaya sana katika maisha ya mwanadamu. Hawa waganga washirikina ni watu hatari katika maisha ya mwanadamu. Yule mganga anamwambia wewe ni mchawi typical. Shamsa akapigwa ganzi. Pale yupo huyo dada, ni rafiki wa dada yake anaowauzia maziwa. Wako watu wengine, jamaa anatamka maneno ya fitna. Anamwambia Shamsa, wewe una kitu kibaya sana katika mwili wako. Hapa utakuwa umenielewa kitu, kwamba kuna kitu kilikuwa kinataka kuchukuliwa kwa Shamsa, lakini Shamsa amekaza, kamba imekuwa ngumu, lakini mwisho wa siku walimpata. Sikiliza kisa hiki, share, lakini pia vile vile na comment kwa wale mnaowapenda. Dawa tunazo za aina 3. Hizi dawa nazirejea kwa sababu ahibba li nafsi ma tuhibbu li nafsika. Pendelea khairi kwa nduguyo Muislamu, na mimi nakupendelea khairi hata kama sio Muislamu, nakupendelea khairi. Hii dawa mujarrabu muaddabu sana. Ni dawa ambayo ukiitumia itakuweka kuwa sawa. Wasiokuwa na nguvu za safari watazipata nguvu za safari. Wale wanawake wasiokuwa na nguvu za ujanajike watazipata na watashiriki tendo na watafika kwenye mshindo wa mwisho. Kuna watu hawajui mshindo maana yake nini, mpaka wanakwenda kuzeeka na wamezaa na kuzaa. Lakini dawa inakinga na kuondosha uchawi unaoitwa kharijia, uchawi wa nje. Lakini pia vile vile dawa ni ya kwenda kufukiza kwa ajili ya mvuto, power, nguvu na kurejesha kile kilichopokonywa. Shamsa yupo katika hatari, anaambiwa wewe ni mchawi, tena ni malkia katika ulimwengu wa wachawi. Uchawi ni nini? Darasa linalokuja tutazama katika uchawi. Achana na uchawi unaosimuliwa na watu. Mimi nimekaa kabisa na hao watu wananieleza pale ambapo walipokuwa wanataka kunusuliwa kutoka katika uchawi, ukubwa na hatari ya uchawi.
darasa linalokuja au zinazokuja usikose. Ndugu zangu Waislamu, Shamsa anaambiwa wewe ni mchawi na umekuja hapa kwa lengo la kuja kufarakanisha baina ya mume na mke, yani baina ya dada yako na shemeji yako. Nisikilize, Shamsa maskini hajui chochote, kaja kwa kuitwa, kwa wale mliosikiliza darasa tokea mwanzo. Alafu leo inaonekana akafunga safari huko kwao kuja hapa kwa ajili ya kumfarakanisha dada yake na mume wake. Tena mbaya zaidi, huyu mganga alivyofaktani akamwambia kwamba na sasa hivi umeshapata uchafu uliopo katika pete ya harusi ya dada yako. Sasa hivi upo katika mbio kutafuta pete ya harusi, ule uchafu wa pete ya harusi ya shemeji yako, ili ukaunganisha upate kuwafarakanisha baina ya dada yako na shemeji yako. Kwa ili uweze kunusurika lazima ni kutibu. Shamsa alimtazama yule mtu kwa mara ya kwanza. Shamsa anailani nafsi yake, anasema najutia siku nilozaliwa kutoka katika tumbo la mama yangu. Uchawi si ujui, sijawahi kushiriki. Shamsa alichokisema akamwambia, naomba nitoke hapa niende nyumbani. Shamsa anaondoka, anapepesuka, laana zote anaseremsha kwa babake. Baba, kwa nini umenileta huku? Akarejea nyumbani, ameahidiwa kesho arudi. Shamsa kesho yake hajarudi, kesho kutwa yake hajarudi, mtondogo wake hajarudi. Ghafla namuona dada yake amefika kutoka Babati. Dada yake amefika, wakapika chakula, wakalala siku ya kwanza. Siku ya pili dada yake akatoka. Ghafla kikao kikaitishwa. Yuko shemeji mtu, yuko dada mtu, yuko yule mtaalamu, yuko na yule dada au yule mama anayeuza maziwa. Yuko pale. Dada mtu anakwambia, mdogo wangu, sikiliza nikwambie, nataka nikusaidie hilo chawi ili kutoke katika mwili wako, nataka nikusaidie. Shamsa anasema, mimi uchawi siujui. Yule bwana akamwambia, unaujua, na kama hujui ngoja tena ni upake. Akachukua ile dawa. Shamsa anakataa. Dada yake akamfokea kwamba nataka, lazima upake. Alipopakaliwa tena, Shamsa akajikuta anatamka maneno ya hovyo na anakubali yeye ni mchawi na ametoka atokako kuja kwa ajili ya kumroga dada yake na kumroga mume wa dada yake ili waachane na maisha ya dada yake yaharibike. Lakini yeye ndo alikuwa anamuuguza mtoto, lakini na kuharibu maisha ya watu waliokuwa wamewazunguka. Shamsa anakuja kupata akili, na kila akipakaliwa hiyo dawa kuna vitu fulani vinapungua katika akili yake, kuna vitu fulani vinapungua katika mwili wake. Anakuwa anaumwa, anakuwa na maradhi, moyo wake unapea kila mahala, hana amani, wasiwasi, muda wote anahisi kama roho yake itatoka. Lakini dada mtu amekazania, anasema kwamba mimi nataka nikusaidie. Shamsa baada ya kuona hali ile akajifungia ndani, akampigia simu baba yake akihisi kuna msaada. Anamwambia, baba, naomba unitumie nauli, mimi nataka nirudi Dar es Salaam. Kumbe tayari taarifa zimeishatoka kwa huyu muuza maziwa, zimekwenda kwa dada yake Shamsa. Dada yake Shamsa kazipeleka taarifa nzima kwa baba yao, na baba yao akathibitisha kwamba msaidie, niko pamoja na wewe. Simu imepigwa, anampigia baba yake anazungumza naye, baba yake anamkataa. Mama mtu hana hizo taarifa kwamba mtoto wake kwamba huko yanamkuta yapi, na yeye alikuwa bado hajawaambia. Dada mtu anakuja anagundua kwamba huyu kazungumza na baba baada ya taarifa kutoka Dar es Salaam kurudishwa, huyu kanipigia simu. Sasa ili asije akatoroka akanyang'anywa ile simu, ule Shamsa akawa hana mawasiliano baina yake yeye na mama yake. Shamsa natakiwa aendelee na matibabu, lakini kumbuka kila anapofanywa matibabu anazidi kuathirika. Jamani mnaotembea tembea, tazameni sana, njoni tumuombe Allah tabaraka wa taala, tumlilie Allah, tumuombe Allah, tumlilie Allah. Subhanal malikul quddus salamul mu'minul muhaimin al-azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun huwal awwal wal akhir الظاهر الباطن المالك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. Shamsa yupo katika hali ngumu, katika maisha magumu. Mipaka imetengenezwa baina yake yeye na mama yake. Hapa baba mtu naye kaingia mzima kufuata taswira na maneno ya huyu mtoto wake kwa mama mwingine. Shamsa sasa akawa analazimishwa kufanywa matibabu.
Shamsa akawa anavurugikiwa kiakili. Shamsa akawa hawezi kutembea. Shamsa stroke ikataka kumpiga. Shamsa akawa na maisha magumu, anapigania uhai wake, mpaka mtaalamu yule wa kwanza akaondoka, akaja akaletwa mtaalamu mwingine. Shamsa ameanza kuchanganyikiwa kiakili. Baada ya kumaliza baadhi ya wataalamu, ikaonekana sasa hapa huyu Shamsa anatakiwa apelekwe kanisani akaombewe. Akapelekwa kwenye kanisa moja, akawa anaombewa. Akatoka hali bado mbaya. Shamsa anapelekwa hospitali, lakini hospitali haifui dafu. Shamsa akawa anaugulia mambo magumu, hajui anampataje baba yake. Lakini huyu alikuwa kuna mtu mwingine wanashirikiana naye, baina ya huyu dada yake Shamsa na rafiki yake mwingine tofauti na yule ambao walikuwa wakienda kununua maziwa. Walikuwa ni watu karibu sana, kusaidia Shamsa kumpeleka hospitali na vitu mfano wa hivyo. Shamsa akachanganyikiwa, akili hajielewi, mambo hayaendi. Siku moja miongoni mwa masiku akapelekwa katika kanisa kubwa sana ambalo sipati kulitaja jina lake, ambalo linatazamwa katika Afrika Mashariki hii. Akapelekwa katika hilo kanisa. Yule Shamsa baada ya kufika pale, maombi, kwa sababu kashachanganyikiwa, chochote utakachomuuliza yeye anakili. Anafika pale, kafikia mahala akaombewa. Lakini sasa siku hiyo mama yake mzazi, ukumbuka Shamsa na mama yake mzazi mawasiliano yamekata. Lakini siku hiyo mama yake mzazi kama amepita tu sebleni hivi katika kubadilisha channel, ikaja ikagotea kwenye channel hiyo. Mungu bana akitaka kumpa taarifa mtu wako wa karibu, popote ulipo duniani, Mungu anaweza. Mtegemee tu Allah tabaraka wa taala. Mmekwama kwenye manchi tofauti, kurudi kwenu imeshindikana, tupigieni tumuombe Allah tabaraka wa taala. Mnakwenda mnafanya kazi ngumu, mambo hayawi, tumuombe Allah tabaraka wa taala, Mwenyezi Mungu ataleta kheri. Ahibana fillah, wapendwa kwa ajili ya Allah. Anafungua tu mama yake, anakutana na hiyo channel na anakutana na kamera imemzumu mtoto wake. Anajiuliza mara mbili, yule ni mwanangu sio mwanangu? Anawaita watu, jamani yule si Shamsa? Wanasema naam, yule ni Shamsa. Wanakuja baadhi ya watu wanasikiliza. Shamsa anasema mimi ni mchawi, nimekuja kumroga shemeji yangu na dada yangu wapate kuachana. Shamsa anasema maneno, yule mama anapiga kelele, anaanguka chini. Sisi uchawi kwetu hatujawahi kushuhudia, hatujawahi kuona, hatujafanyaje. Yule mama anapiga kelele. Yule mwanamama alichokosea akatoa lana, akasema ya kwamba mimi na Shamsa fil dunia wal akhirah, sitaki kuonana naye. Mbaya zaidi, Shamsa anatamkishwa maneno, anaambiwa bana itabidi uritadi, ubadili dini kutoka katika Uislamu uingie katika Ukristo. Shamsa kweli anakwenda, anaratidishwa, anakwenda anatiwa katika maji, anabadilishwa dini, anapewa na jina la Kikristo Shamsa, lakini wenge bado lipo. Kwa mara ya kwanza baada ya kutoka kule, dada yake anampa na pesa za matumizi. Alikuwa hajawahi kumpa pesa za matumizi, lakini anamwambia sasa tengeneza nywele, ondoa sasa hilo libaibui lako, nenda sasa sehemu fulani wamemtafutia na kazi, yule aende akafanya ile kazi. Lakini kabla ya kwenda kufanya kazi, Shamsa akaja ile athma, kwa sababu hapa kanisani wakati wanamuombea, kilichofanyika, Shamsa baada ya kuwa hataki kwenda pale kuombewa, kwa sababu anajikuta kwamba akisogea pale labda ile hali itabadilika, atadhalilika, kwa hiyo akawa hataki. Basi aliletwa pale kwa nguvu, afu akachukuliwa maji yaliyochanganywa na chumvi. Kumbuka ana athma huyu, maji yaliyokuwa na chumvi, alafu akanyweshwa. Shamsa alikaa kama mtu aliyepoteza fahamu au aliyepoteza maisha, na yule mchungaji akawa anasema sasa ndo uchawi unaondoka. Kwa Shamsa alipitia dhiki, alipitia tabu, mpaka anakuja kupata fahamu. Dada yake ndo anaanza kumhudumia na kutaka kumpeleka sehemu ya kazi. Shamsa ikafikia kipindi akaumwa, hali ikawa mbaya, ikabidi huyu dada yake na Shamsa pamoja na huyu rafiki yake wa sasa hivi ambaye sio yule muuza maziwa, wakampeleka Shamsa hospitali. Baada ya kumpeleka Shamsa hospitali, dada mtu akawa amepata dharura, kulikuwa kuna mahala anatakiwa aende pamoja yeye na shemeji yake. Nisikilize hichi kisa, nimekifupisha na nimekata mambo mengi kutokana na muda, lakini ni kisa chenye kuumiza sana, na kina sehemu ya kwanza tutaileta, lakini na sehemu mpaka ya 7 huko kwa vipande vitakavyokuwa vinakatwa. Ndugu zangu Waislamu, yule Shamsa, yule rafiki wa dada yake ndo akawa amebaki naye pale kumwangalia pale hospitali amelazwa. Tamko alilolitoa rafiki wa dada yake, akamwambia Shamsa, nikwambie kitu, unapajua kwenu? Akaambia naam napajua. Utakufa. Nisikilize mimi mtu mzima, nakwambia hapa utakufa. Kinachoendelea na ninachokiona mbeleni, we ni roho kutoka. Ondoka, nataka nikutoroshe urudi nyumbani. Shamsa akakubali, akasema ndio nataka kurudi nyumbani. Basi walivyoruhusiwa hospitali,
akamchukua akamrudisha nyumbani, akamwambia andaa kila kitu chako. Baada ya kuandaa kila kitu chake, yule mwanamama asubuhi anampitia Shamsa na gari, anampakiza Shamsa kwenye gari, anaondoka naye mpaka stendi, anamkatia tiketi, anampa na pesa, anamwambia bana na kisimu hiki hapa make. Baada ya kuwa mertadi walimpa mpaka na simu, akamwambia hii simu izime mpaka unaingia Dar es Salaam, usipokee. Shamsa akaingia kwenye gari, akaondoka mpaka akaingia Dar es Salaam. Dar es Salaam akachukua usafiri mpaka nyumbani. Anafika nyumbani, mama yake anamuona na baba yake anamuona. Mama yake akampokea bila tabu. Lakini mama yake akawa akikaa akimtazama hivi, anatamani amrarue, anatamani amuue. Sisi kwetu hakuna uchawi. Shamsa na mama angejua kilichopo katika moyo wangu, lakini mbaya zaidi mama mtu kashajua Shamsa kabadili dini. Mambo yakawa yameingia tabara, mambo haeleweki pale. Shamsa akawa yupo katika hali ngumu sana, zaidi ya sana. Ndugu zangu Waislamu, dada mtu baada ya kujua Shamsa kafika Dar es Salaam, akapanda gari akaingia Dar es Salaam. Kikao cha familia kikakaliwa. Shamsa katoroka, nilitaka nimsaidie, mmesikia wenyewe anatamka yeye mchawi na vitu mfano wa hivyo. Baba mtu anasema mimi mwenyewe siwezi kukaa na mchawi. Mama mtu anatoa tamko, anasema wewe sio mwanangu fil dunya wal akhirah, na hapa kwangu nataka utoke. Kuna mawili, ni kuue kwa mkono wangu au ufe katika njia nyingine. Ni kuue au uondoke. Lakini la pili, rudi kwenye dini yako. Sikiliza, Shamsa hapo akili kidogo inaanza kumrejea, lakini kuna muda akili inakuwa kama mtu ambaye hajielewi. Kesho yake baada ya kuona mama yake amekuwa ni mkali katika jambo hilo, Shamsa akaondoka kimya kimya, akaenda. Kuna jirani yao walikuwa kuna msikiti jirani yao, na kulikuwa kuna mwalimu zamani kina Shamsa bado wadogo alikuwa akiwafundisha madrasa. Akaenda kwa ustazi wake, akamuelezea A to Z. Cha kwanza ustazi wake akamsomea rukia kidogo, kisha akambadilisha dini, akatamka tena ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Baada ya kutamkisha akamwambia Shamsa nenda. Shamsa anatoka nje ya msikiti, anafika mlangoni, Shamsa alipigwa kofi la uso, kishindo cha kofi kutua katika kichwa cha Shamsa, mpaka wale mashekhe walioko msikitini walisikia kile kishindo. Shamsa alibaki kaganda, kashikilia ukuta, anataka kudondoka. Yule imamu anakuja kumuwai, anamuita Shamsa, uko salama? Shamsa anageuka, anaguna. Maumivu aliyopata ni makubwa. Shamsa alitoka mbio mpaka kwao, akili tena amechanganyikiwa. Baada ya kufika nyumbani, wazo linamsikia, anasikia sauti kwa mama yake, nitakuwa. Shamsa akabeba mizigo yake, akaondoka, akarudi mpaka kwa rafiki yake, akarudi mpaka kwa dada yake mdogo wake, mtoto wa mama yake mdogo, ndo akaenda kukaa huko. Mtoto wa mamake mdogo akawa anamuogopa Shamsa kwa sababu anajua niko na mchawi, kwa akawa muda mwingine anamuachia chumba, anaondoka. Shamsa ikawa nafikia kipindi anaweza katoka akakaa kwenye kizingiti pale, kajinamia, anatetemeka mwili mzima, labda masaa 8 ya usiku. Mtoto wa ndugu yake wa mamake mdogo akiinuka, anamtazama Shamsa, anamwambia wewe mbona umekaa hapo? Anasema nawasikia, wanasema wanakuja, wanantilia nia, sasa hivi wanataka waje. Yani Shamsa akikaa huku, wachawi hata kama wako wapi anawasikia. Sasa leo tunakwenda kumtembelea Shamsa. Shamsa amevurugwa kiasi ambacho akawa anachanganyikiwa. Familia inamuona yeye ni mchawi, kumbe kuna shindikizo kubwa linaingizwa katika mwili wake. Hata siku moja Shamsa ikafikia mahala akawa anaumwa, yuko hoi, wa kumuguza hakuna. Jirani ambaye alikuwa anakaa na mdogo wake, na huyo mdogo wake na huyo, yani jirani yule, kuna mama mmoja alikuwa ni mtu mzima anayekaa na jirani yake, na huyu Shamsa anakaa na jirani ambaye ni mdogo wake na Shamsa. Akamwambia hebu naombeni namba za mama yake Shamsa. Namba za mama yake Shamsa akapewa, akapiga simu, akamwambia maneno yafuatayo mama yake Shamsa. Akamwambia nisikilize, mimi ni mtu mzima na kuzaa mara 2 mara 3. Nisikilize vizuri, una mawili, umpoteze mtoto wako au mnusuru mtoto wako. Funga kibwebwe kama mwanamke, achana na hayo mambo. Funga kibwebwe, mnusuru mtoto wako. Mwanao sio mchawi, isipokuwa kuna kitu kikubwa amezikwa nacho, kuna kitu kikubwa kinamzunguka katika mwili wako. Mama yule baada ya kusikia hivyo, chango la uzazi likaja, akamtuma dada mtu waliozaliwa tumbo moja na Shamsa, akamtuma kaka mtu waliozaliwa tumbo moja na Shamsa, akamwambia nendeni mkamchukue Shamsa mumpeleke hospitali. Wakamchukua Shamsa wakampeleka hospitali. Baada ya kumfikisha hospitali, Shamsa anasema baada ya kulazwa pale hospitali, madaktari wamepima vipimo vyote unavyovijua wewe,
Hapa Dar es Salaam katika hospitali kubwa vipimo hakuna, na kipindi hicho ilikuwa ni kipindi ambacho kuna mgomo fulani ulijitokeza. Sina haja ya kueleza huo mgomo, acha tuone katika kisa moja kwa moja. Shamsa kapimwa vipimo vyote, hakuna tatizo. Daktari ikabidi ampige sindano. Shamsa anakataa, msinichome sindano, lakini daktari anasema lazima tukuchome tu sindano kwa hali ulionayo. Ikabidi achomwe sindano. Shamsa akapelekwa kwenda kupumzika. Atapewa dawa gani? Haumwi. Anasema nimelala, ilipofika saa 6 usiku natazama mkono wa kulia, namuona kuna mtu mmoja anakoroma, anagugumia mfano wa mtu anayetaka kutokwa roho. Natazama mbele yangu, namuona kuna mtu kanisimamia, kavaa kaniki nyeusi. Lakini yule mtu anabadilika kuwa bundi, anabadilika kuwa binadamu au paka, lakini anacheza maeneo ya kitanda. Akibadilika kuwa bundi anaruka juu yangu, anarudi chini yangu. Akibadilika kuwa paka anadanda kwenye maeneo yangu haya kitanda, anazunguka. Au kama ni binadamu anazunguka. Hakuna anayemuona pale katika ile odi isipokuwa mimi peke yangu, Shamsa anasema. Lakini pia vile vile ikafikia mahala Shamsa hawezi kusema, hawezi kuguna, yupo tu anamtazama, lakini akili yake Shamsa anasema hivi, huyu mtu anayoyafanya hajui kama mimi namuona hivi, ajue anayoyafanya, mimi namshuhudia yule mtu anayafanya yale mamichezo. Kisha yule mtu akaondoka. Shamsa akaja akapata usingizi. Shamsa amepata usingizi asubuhi majira ya saa 11. Nisikilize, leo nitakikatia kisa hiki hapa afu tutaendelea. Majira ya saa 11 Shamsa anasikia watu wawili wamesimama karibu yake. Sauti ya kwanza ikamwijia ni yule daktari aliyompokea mwanzo. Sauti ya pili akahisi kwamba ni daktari ambaye anapokea zamu kwa mazungumzo waliokuwa wanazungumza. Huyu daktari aliyekuja kupokea zamu amemshika Shamsa kwenye mkono, anamwambia daktari mwenzio, huyu amekufa muda mrefu sana huyu. Inaonekana amekufa kuanzia majira ya saa 6 saa 7 usiku kwa jinsi ninavyomuona mwili wake. Huyu jamaa daktari anamwambia hapana, huyu hajafa. Kwa sababu gani? Amekufaje? Mimi nimempima jana, sijaona kipimo chochote, na namwandikia ripoti gani amekufa kwa nini? Na amefika hospitali mapema na sijaona kipimo chochote kinachoonyesha tatizo lake. Nabuni nini kumwandikia kifo chake huyu? Huyu hajafa. Ikafikia mahala wakaona mkandamiza kifuani, wakampiga na shoti, lakini Shamsa hakuinuka. Kama mfano wa wewe vile ulishawahi kuwa na jinamizi limekukandamiza, unaona kabisa kuna ndugu yako umelala naye jirani, unataka msaada, huwezi kupiga kelele. Sasa ilikuwa ni mara mia yake kwa Shamsa, mpaka Shamsa akawa na hisi labda kweli nimekufa. Anajitahidi kutaka kutoa sauti, hawezi, wala jicho likufumbua, hawezi kufumbua. Wanavyosema kwamba jicho lilikuwa limefumbuka, yani limefumbuka, walivyomfunga likawa limefunga, kama mtu aliyekufa typical, mwili wa baridi. Wakakubaliana baada ya yote hayo kuyafanya, Shamsa apelekwe mochwari. Wakati haya yanatokea, bibi yake na Shamsa asubuhi hiyo anaamka kwenda kuswali, anatoka nje mlangoni kwenda kuchukua udhu. Anafungua mlango asubuhi, anamuona mtu kasimama mbele yake, na yule mtu ni marehemu mume wake ambaye ni babu yake na Shamsa. Amevaa sanda, amejizungushia kiunoni, kashika fimbo, anamwambia mjukuu wangu Shamsa akifa nitamaliza ukoo wote, mnashindwa kumsaidia mtoto. Pale pale yule mwanamke anadondoka chini, wanakuja baada ya kishindo, watu wanatoka ndani kumwagia maji na kumuinua, wanamnyanyua, wanamfikisha ndani, anapata ufahamu, anasema nyanyukeni twende hospitali. Kipindi Shamsa anatolewa sasa hodini, anapelekwa mochwari. Lakini haitoshi, mama yake mdogo alikuwa na Kambagara, amelala, ile jambo analiota usiku kucha, mwanae anayoyapitia, anakurupuka, anaondoka. Hawajapigiwa simu hawa, wanafika hospitali, wanamkuta Shamsa anatolewa hodini, anapelekwa mochwari. Kila mmoja analia, anasema nikawa nasikia huyu ni bibi, huyu nasikia ni nani. Anapigiwa simu mama yake, anasikia njoo mtoto kaisha. Anapelekwa Shamsa. Wakati anapelekwa, muadhini anaadhini adhana, Allahu akbar, Allahu akbar, swala ya asubuhi. Anasikia adhana, ile adhana anatamani kuitikia, lakini Shamsa hawezi. Anapelekwa kutoka mochwari mpaka kutoka odini mpaka mochwari kulikuwa ni kijihatua kiasi ambacho cha adhana kuisha. Anapelekwa kwa sababu adhana imeanza, bado yuko kule, anahamishwa kwenye kitanda, adhana inaendelea, anaanza kutolewa. Mwisho wa siku ule muadhini, kama unavyojua waadhini wakishamaliza kutoa adhana huwa anaanza kusoma, wengine ni dua, wengine wanaanza kuwasihi watu waswali. Basi yule muadhini akaanza kusoma ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum
Anamalizia mambo yake ya adhana hapo, ya adhana ya kwanza. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, hapana mola Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, aliye hai, la ta'khudhuhu sinatu wala naum, hachukuliwi na usingizi wala hafi, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, vyake ni vya mbinguni na vya ardhini. Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa biidhni, anasema nilivyosikia hilo neno Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wala naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa biidhnihi. Anasema nilisikia mtu anasema, Shamsa, jipambanie, ukizubaa unaondoka kweli, jipambanie, fatisha anayoyasema hayo. Shamsa akajikuta anasema man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa biidhni. Shamsa anafikishwa mpaka mochwari. Yule muadhini anamaliza anasema alhamdulillah. Shamsa badala ya kusema alhamdulillah akasema Allahu akbar, akajikuta ile sauti kaipiga. Tayari wanamume kadhaa wamemtoa Shamsa kwenye kitanda, wanamweka kwenye friji, na endo sauti inatoka, wanasikia anamtaja Allah. Shamsa walimtupa, yupo juu na mwili wake walimtupa, akatua mpaka chini. Ametua chini Shamsa, wakakimbizana. Ilikuwaje? Mambo gani alifuata? Amefikaje kwa Khalifa Sheikh Saleh Makarama? Khalifa amefanya nini kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala? Piga hizo namba, alama kujumlisha 255 658 914 771. Narudia tena, alama ya kujumlisha 255 658 914 771. Inapatikana kawaida na WhatsApp. Lakini namba nyingine, alama ya kujumlisha 255 740 45 80, yani 80 alafu 54. Zote zinapatikana WhatsApp pamoja na kawaida. Piga kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala, lakini njoo ofisini kwetu tumuombe. Yani ukiona wewe Sheikh Khalifa kwanza, kwa wale wanaopiga simu msikate tamaa, la taqnatu min rahmatillah, simu ni nyingi sana. Kwa hiyo endelea kupiga, muda saa utakaopokelewa utapokelewa, na tutakuomba radhi kwa sababu tumeumbwa katika jambo hilo. Inshallah tunajitahidi kuzipokea na tutakupokeleeni. Tumeni message inshallah, njoni mtukimbilie, tupo Kigamboni inshallah, na hivi punde tutakutangazieni dua kubwa ambayo tutakusanya watu wote, na kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala tutaendesha harambee ya kuwasaidia mayatima katika hii Idil Adha inayokuja. Matatizo yako yaondoke, shida zako ziondoke, kwa kutoa kafara yako kwa ajili ya hawa ambao hawajiwezi, ili Mwenyezi Mungu akusikie. Tupo Kigamboni Kisota kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala. Hizi dawa sio ya kukosa. Dawa ya kwanza tunayo hapa ni dawa ya kunywa. Hii dawa inakwenda kuondosha mashaitani, inakwenda kuondosha sihiri na uchawi kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala. Lakini inshallah tunayo hii dawa ambayo hii dawa ni ya mafuta, ni ya kupaka, inakwenda kuondosha uchawi unaoingia katika mwili wako. Lakini hii hapa inakwenda kukurejeshea nuru na nyota inshallah, na dua ziko nyingi. Tutakuja kuelezea dua unapotaka dua ziko nyingi. Sema unataka dua gani? Kurejesha uadui kwa anayekufanyia uadui, afe au ndoke mbele ya ulimwengu, au yanaokusibu wewe anaoyafanya yeye yamkute, au kuna lifatani moja hapo kazini linataka lifukuzwe kazi, basi liondoke lenyewe. Mwenyezi Mungu atujalie minalladhina yasmauna alqawla fayattabi'u ahsana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.